Ni wakati mwingine tena tunakutana kwenye kipindi chetu cha The Wedding Cycle Podcast. Leo tupo na maharusi sasa, sio maharusi watarajiwa, bali ni maharusi ambao tayari wamekwisha funga ndoa na sasa ni mke na mume. Kuna mengi ya kujifunza kupitia kwao, kupitia uchumba wao, njia walizopitia, mafanikio, changamoto, karaha pamoja na furaha, hadi sasa ni mke na mume na ndoa yao ina raha nyingi sana. Sasa nipo na Mr. Emmanuel pamoja na Madam Neema ambao tayari ni maharusi watarajiwa, ambao tayari tumezoea sana kufanya na maharusi watarajiwa, ambao tayari ni maharusi. Karibuni sana kwenye kipindi. Asante sana, asante. Karibuni sana, mjisikie mpo huru. Asante sana. Bila kupoteza wakati au bila kupoteza muda, watu wangependa kufahamu ndoa yenu sasa inaendeleaje? Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa fursa hii na nafasi hii ya kipindi hichi ambacho umetupa nafasi ya kuelezea safari ya mahusiano na ndoa yetu. Hadi sasa ndoa yetu na miezi 2. Mimi na mke wangu tulifunga ndoa tarehe 29 mwezi wa 3. Mpaka sasa hivi napenda tu kumshukuru Mungu kwamba safari yetu bado changa, lakini imeanza vizuri na tunaendelea vizuri. Sawa kabisa. Labda kuna changamoto yoyote ambayo mnakutana nao kwenye ndoa sasa, sio kwenye uchumba, kwenye ndoa? Changamoto zipo, lakini kwenye maisha ukisema mna changamoto ni ngumu sana, kwa sababu kama sio hela basi itakuwa issue nyingine. Na kama sio issue nyingine basi itakuwa issue nyingine tena. Kwa hiyo changamoto zipo, hatuwezi kukataa. Sasa hivi kila mtu anakimbizana na kutafuta maisha, na kama changamoto basi ni ile kujitafuta ili tujipate kwenye tufikie ni ile level ambayo tunasema sasa hapa tupo kwenye tumejipata. Sawa. Hiyo ndio changamoto. Lakini changamoto nyingine za kimahusiano lakini hapana hatuna. Kwa hiyo tangu mmeanza kuishi pamoja mjawahi kupigana? Sijawahi. Yaani hata kufinyana kidogo? Labda yeseme. Hapana. Kwa hiyo penzi lenu limenyooka? Mume wangu sio mpigaji kabisa. Hapigagi? Kufoka? Hapana. Kwanza ni mtu ambaye hapendi kelele. Ni mkimya sana, mtu mpole. Anaweza kaa hapo na usijue kama yupo. Safi kabisa. Labda tungependa kufahamu safari yenu ya mahusiano sasa ilianzia wapi na ilikuwaje, kwa sababu wengi wanaona tu kwamba wale pale wameoana. Sijui unanisoma, wanaona kwamba wale pale wameoana, wanaishi pamoja, wanaishi tu vizuri, maisha yanaenda, lakini hawajui kumbe kuna sehemu mlikutana. Wanaona tayari mpo hapa, kumbe kuna historia ndefu nyuma ilikuwepo. Najua watu wanavyofunga ndoa, mtu anajua labda wamekutana miezi 2 au miezi 3, lakini unaweza kukuta watu wamekata miaka 30 kwenye mahusiano kabla ya kufunga ndoa. Nyie safari yenu ilianzia wapi na ilikuwaje? Safari yetu ya mahusiano ilianza 2015. At first nilimuona mume wangu 2014 kwenye ibada za Kasfeta. Mume wangu alikuwa anasoma advance, yeye amesoma Tanda Boys, mimi nimesoma Mtwara Girls. Kwa tulikuwa na zile Easter conference, sisi wote ni wa Kasfeta, yani tuko Kasfeta. Kwa tulikuwa tuna zile Easter conference, welcome from 5 na ibada zile za joint mass. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nilimuona kwenye ibada ya joint mass tukiwa form 5 2014. Sikumwekea ile like nimuona tu kama like okay, so hao ndo Tanda Boys unawaangalia. Nikampoteza, lakini kitu cha kwanza ambacho kilinitrigger, mume wangu hana kisogo. Kwa hana kisogo, kwa wasema Tanda Boys wapite mbele, nikaangalia nikaka hana kisogo. Kwa hiyo ndo kitu cha kwanza ambacho kilinitrigger. Then after 2010 tukaanza sasa, tulikuwa tumeenda shuleni kwao kwenye Easter conference. Tukakaa, it was a week ilikuwa kama wiki moja tulikuwa na conference. Kwa hiyo sisi ilikuwa ni shule mbalimbali tukutana pale kwao. So tulivyoenda, hakuwa rafiki yangu, hakuwa mtu ambaye namfahamu. Kwa ile mnaingia labda sessions za ibada, mnaingia mkitoka atakufuata, mambo
poa mzima. Alikuwa na rafiki yake mmoja alikuwa anaitwa George Mbwilo. Walikuwa wanapenda sana kufuatana. Kwa hiyo alikuwa akija ile anakaa hapo. Nikasema kaka mbona ananiganda? Shida iko wapi? Like mkitoka mambo dada poa. Baadaye akaniambia namba. Mimi sikuwa na idea kwamba kuna chochote ambacho kinaweza kutokea kati yetu. So nilimpa namba as a friend, as Kasfeta Tayomi mwenzangu. Basi then after tukaanza kuwasiliana. Mume wangu amesoma PGM. Mimi nilisoma CBG. Sasa sijui ndo alikuwa Emmanuel Kisomo sana. Kwa tulikuwa tunatumia simu kwa wizi sana shule. Yeye alikuwa, mimi nilikuwa natumia simu muda wote. Yaani nilikuwa sina ile la sasa hivi katikati ya wiki nisitumie no. Sasa yeye alikuwa anawasha simu Ijumaa jioni. Ijumaa jioni. Kwa Ijumaa jioni, Jumamosi, Jumapili jioni anazima simu. Kwa alikuwa akiwasha simu lazima anitafute. Like ile tu up to date, lakini atakutafuta unaendeleaje, vipi masomo, mtachati, mtaongea. Ikifika Jumaa ngapi, Jumapili anazima. Lakini back kulikuwa kuna hii, mimi personally sasa naongea mimi kama mimi before yani kwanza relationship kwangu mimi nilianza after kumaliza form 4. Yani ile like boyfriend, yani mahusiano kwa mara ya kwanza. Unakuta wengine anaanza huko hata darasa la 7, form 2, mimi kwangu ilikuwa tofauti kidogo. Kwa hiyo nilipomaliza form 4 naingia form 5 ndo nika hivyo. Sasa at that time mimi ni muumini sana wa Mungu. Nikamwambia Mungu, na sisi ni vijana, unajua kwenye ujana kuna mambo mengi sana. Unajikuta una date hapa, unakuta umevuruga afu bado unakuja kupata ndoa. Kwa kweli kwangu mimi ile kitu ilikuwa inanitocha sana kwamba nitadate wanaume wangapi mpaka nije kupata mtu wangu sahihi. So before sasa akianza kudate na mume wangu I had 7 days nilifunga. Yani this is serious. Haja ni approach na wala hata simjui. Yani wala hata umjui. Yani hata ile kukutana hivi kwamba before hata hiyo ya Kasfeta, yes. Yani nilikuwa na muda, take 7 days. Nilifunga. Niliomba. Na katika vitu ambavyo nilimwambia Mungu, naomba siku nikiamua kudate, ni date mume wangu. Sitaki ile habari nimedate hapa, nimetoka, nimedate hapa, nimetoka, nimevurugwa, nimepita, nimeanguka. No. Nataka unikutanishe na mwanaume wangu. Nikutanishe na mume. Sio tu, yes, mume sahihi. So, hivyo sasa shetani alivyo ajabu. Hicho kipindi walikuja watu wengi sana. Ile unakuwa approached. Yes. Unasoma nao wa mtaani, ukitoka likizo. Kwa unakuta nilikutana na watu wengi sana, lakini nilimwambia Mungu kitu kimoja. Utakapo nikutanisha na mtu ambaye ni wa kwangu, nipe amani ambayo sijawahi kuifeel. Hicho tu itakuwa ishara yangu tosha mimi kuamini kwamba huyu mtu ni wa kwangu. And katika watu wote ambao walinifuata, sikuwahi kupata hiyo amani. Sasa nikakutana na huyu baba wa watu. Alipokuja akaanza ile kwanza like no, unasoma, kombi yako ni ngumu, chemistry, biology ni ngumu, you need time. Kwanza kitu cha kwanza aliniambia usitumie simu katikati ya wiki, focus na darasani. Yes, afu weekend tutakuwa tunawasiliana. Mind you, he's not my boyfriend. Yeah. So baadaye ikaenda nikaanza kuadapt. Nikaanza kama kumuelewa hivi. Sasa sijajua kama naye alikuwa ananielewa au vipi. Atasema yeye kwa upande wake, lakini mimi nikaanza kama kumuelewa. Baadaye I remember ilikuwa likizo. Yeye ndo alinitext. I remember alinitongoza kwa kunitext. Likizo. Mimi niko Mtwara, yeye yuko huko. Alikuwa anaishi Kawe that time. Kwa akanitext, akaniambia Neema nakupenda.
kwanza nisema what, unanipenda au unajua zile, kwa sababu ni mtu ambaye mnaongea mnapiga stories yani hukutarajia. Lakini wewe tayari ulikuwa na hisia naye? Nilikuwa na hisia ambazo sina uhakika nazo kama ni kweli, kwa sababu tayari tulikuwa na ule ukaribu. Uko na hisi kama unampenda? Kama nampenda hivyo. So baada ya sasa kuniambia kwamba ananipenda, yani sijui hata ile amani ilitokaga wapi. Kila kitu ambacho nilimwambia Mungu kwamba Mungu kinikutanisha na mtu wangu niwe na amani, nikaanza kupata amani ambayo haikuwa ya kawaida. Yani afu sikuwa na maswali. Yani like huyu mtu ananipenda. So sikuwa na swali lolote. Then I confirmed. Roho Mtakatifu anakuambia kabisa he is the one. Kwa hata ukumsumbua, ukumzungusha. Sikumjibu pale lakini it took 3 days. Kitu hanaga kumbukumbu, ila nafikiri kila kitu anasemaga mimi sikumbuki, lakini ilikuwa within that week nilimjibu. So tukaanza kudate. So from there tukadate till today. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kitu kilichokuvutia kwake cha kwanza ni kwa sababu hana kisogo? Hapana, sio kwa sababu hana kisogo, ila hicho ni kitu ambacho kilinitrigger mimi na mdogo wangu wa mwisho. Kile kufanya yani nimzingatie, kwa ukaribu sana, kwa sababu na mdogo wangu wa mwisho anafanana naye kichwa. Kwa nilipomuona nikasema hana kisogo kama mdogo wangu. Iko ndo kitu kilinitrigger. Lakini kupata amani kuhusu sijui kumpenda na nini, it was a different story. Sawa. Chajili, kipi uliona kwake hadi ukaona mtreat vizuri namna hiyo? Mara simu uweke, usitumie simu katikati ya wiki, tumia simu weekend peke yake. Kipi ambacho ulikuwa unakiona? Kwa kipindi hicho yote tulikuwa masomoni na tulikuwa tunasoma advance, na always advance ndio stage ngumu sana masomo kwa sekondari. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasoma kombi hizo za science. Kwa alikuwa anajua kwamba namna gani ninapopiga msuri, alafu katikati ya wiki unaingiza mambo mengine tofauti na masomo, kwa sababu tunajua shule yetu ni lazima mshindane kwa hizo kutafuta max na nini, masomo mini testi zinapigwa kila baada wiki. Kwa lazima unasoma physics, geography, math, yani kila siku. Ila mimi weekend ndio unajipa time, kwanza Ijumaa jioni ile unajipa time. Sana napenda kuangalia movie. Mimi advance nimeangalia sana movie na mipira shule. Kwa hiyo kipindi hicho nilikuwa kitamu hiyo. Sasa labda simu yangu ipo sehemu nachukua na chaji, kwa labda mtu wa karibu sana kumfikiria sana alikuwa ni yeye. Na kiukweli kipindi hicho mimi niseme kiukweli kipindi hicho kulikuwa na ule ukaribu kwamba yani hauwezi ukakaa labda boyzini alafu anakuja girls shuleni kwenu anaondoka afu nini wewe tusione yote kuokota pale unakuwa mnyonge pale. Yani hivyo tulikuwa na shule nyingi, kwa na Masasi girls hapo karibu na sisi, kulikuwa na Mtwara girls, kulikuwa na shule nyingine hata sisi zingine tulikuwa tunaenda ambazo ni za girls na nyingine za mchanganyiko. Tulikuwa tunaenda. Kwa hiyo tulikuwa ile mchanganyiko usikaa kizembe afu nyo boyzini miaka 2 mnakaa nini, mnakaa piga story, yani story mule kana ndo mzembe kana mzembe kama hapana. Lakini sasa mimi sikutaka kabisa kuingia kusema tofauti. Mimi sasa hizi Jumapili na hizi makusanyiko nilikuwa na shiriki Kasfeta. Kwa hiyo Kasfeta kule hizi safari zilikuwepo sana za kuja huku za kwenda pale, hizi joint mass sijui Easter conference na matukio mengine. Kwa hiyo unakuta sasa ndani ya umo ndo labda Mungu na akasema labda tafuta wako wakiwa usitafute wale ambao wanakutana disco, maana kuna zingine zinakutana kama hizo welcome from 5 hizi za shule, mnakuta baba wanakuja kwenu wasichana kwenye welcome from 5 au kwenye graduation, lakini mtu anapata kule labda mtu ambaye sio wa Kristo au ni imadi tu na date na mtu fulani, lakini ilikuwa tofauti. Kwa mimi kupitia Kasfeta nikamwona, lakini nakumbuka hata siku ambayo nilikuwa namuomba namba alikuwa amesema na rafiki yake, nikapita mimi na rafiki yangu tukasimama tukasalimiana. Baada hapo nikamwomba namba akanipa, na actually namba yake toka siku hiyo mpaka leo ni hiyo hiyo, yani haja kubadilisha namba yake, haja kubadilisha namba haja kubadilisha namba yake ya simu. Kwa namba yake hiyo hiyo namba yake, yani nilichukua siku hiyo mpaka leo ndio hiyo hiyo. Kwa avonipa namba yake
tukawa tunawasiliana hivyo kama alivyosema, hasa weekends ndio mimi nilikuwa napata time, kwa sababu katikati hapa kidogo mambo yalikuwa tight. Kwa hiyo kwenye uhusiano wetu ulianzia huko, na through that atakuwa sana na ule ukaribu, lakini ikitokea nafasi ya wao kuja au sisi kwenda kwao, lazima tukutane, tunapiga story, tunaongea kawaida tu, haikuwa ile very serious. Lakini kuja paka kumwambia nampenda ilikuwa moja hatua. Ilichukua muda gani? Haikuchukua muda sana, kwa sababu 2014 na 2015 na sana. Chukua zaidi ya miezi 6. 2015. Lakini kwenye 2015 inaweza kuwa mimi nilifanya basi for intention ya hiyo, lakini kwa ile sasa useme labda hii ndo future, ilikuwa bado. Sijui wanaume huwa tunafikiria slow sana kwenye future za mahusiano, yani kwa sababu unakuwa labda na matarget zako nyingine, unasema labda pale unakuwa nao kama 6 hivi. Hiyo ni kweli. Aseme yeye alikuwa na wangapi? Kama 6 hivi. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli, kwa sababu wanaume mara nyingi wao ndio wafanya maamuzi ya kuoa, na kwenye mafanya maamuzi huwa wanakuwa slow sana kufanya maamuzi, kwa sababu ya kujua kama kweli ni mtu sahihi au sio mtu sahihi. Kwa hiyo unataka hata ukamapproach kuonyesha kama ni positive way kama unataka kuwa kwenye mahusiano, lakini kwenye kufanya hatua sasa kwamba labda unataka kuja kuwa mke wangu, ndio kuna vitu unaangalia sa character yake, anapenda nini, yukoje, tabia zake na nini. Sasa hivyo vitu ndio vinakuja kudetermine kwamba labda huyu ndio mtu sahihi. Sawa. Yeah. Sasa maana Madam Neema hapa alivyoelezea, amesema yeye ndo mtu wa kwanza kukuona wewe. Ina maana kabla hata hujamuona yeye alianza kukuona, si ndio? Inaweza kuwa, ila mimi siwezi kumjibia hilo. Ila mimi kwenye tuseme tunataka bogi lao, kwenye bogi lao la mwaka wao alikuwa na marafiki wengi. Mimi hata wengine nimesahau, ni wachache sana ambao ni marafiki zangu mpaka leo, yani kwenye darasa lake ni wachache sana, yani rafiki hata wawili nadhani hata yanafahamu. Nachotaka kumaanisha ni kwamba wewe kipindi sasa unachukua hilo wazo, yani unapata hilo wazo la kuchukua namba, ni kwa sababu alikuwa amekuangalia sana. Maana yeye alivyokuona, kitu cha kwanza kwamba kaka mbona yupo tofauti, hana kisogo. Huenda labda alikuangalia sana, mwisho wa siku nao kaona ngoja nijiongeza, atakuwa kanielewa nini. Hapana. Sidhani kama aliniona. Hapana. Hivi mimi sidhani kama kuona iko kitu. Hakuniona wakati namwangalia? Hapana. Sidhani kama aliniona. Na yeye hakuzingatia kabisa. Kabisa. Kwanza hiyo siku yeye haikumbuki. Till today. Nikimwambia mimi mara ya kwanza nimekuona kwenye ibada ya joint masi, hakumbuki. Mimi sikumbuki. Ya hiyo hapana kabisa, sikumbuki. Mimi nilikumbuka nilivyoomba namba, ulikuwa msimama na rafiki yako. Alikuwa Miriam. Kama Miriam au nani? Alikuwa msimama na rafiki yake. Na tulikuwa tunao karibu. Unajua ni shule za girls na boys. Kwa hiyo ilikuwa obviously mapema tu ile kufahamiana na nini. Haikuwa kama ile kama kuna yani kama kujiona na nini, hamna. Vipi mambo, hivi fresh nini? Hivyo mimi Neema, mimi Emmanuel, mimi nani George sijui nini. Okay. Baadaye ndo kaambia naanza kupata namba yako ya simu. Na nadhani nilimwomba yeye peke yake. Nilimwomba rafiki yako. Nilimwomba yeye peke yake. Nilimwomba yeye peke yake namba. Basi kutokea hapo ndo tukaanza safari ya kuwasiliana. Okay, kipi sasa ulichokiona kwake hadi ukamwomba namba? Kwa sababu wasichana walikuwepo wengi. Yani kipi cha tofauti kilichokuvutia kwake? Kiukweli kwanza niombe tu kweli, namba sikumpa peke yake. Asija kajiona kama yule. Namba mimi sikumpa peke yake. Ndio hata marafiki zake tulianza kujuana huko, yani marafiki zake au Miriam na wengine Marian. Yule ambaye nilisimama naye ni Miriam. Alafu kulikuwa na Marian. Sasa namba uliwaomba kumbe wasichana kibao? Hapana, sio kibao. Mimi sinaga ukaribu sana na, yani sinaga urafiki na watu wengi. Yani hata hiyo Kasfeta yenyewe inavyoongea, nilikuwa na marafiki wachache sana. Sio kila mtu rafiki yangu. Mimi ni mtu ambaye sipendi kelele, yani kujichanganya na watu. Kwa hiyo ilikuwa so rahisi kuchukua namba kila ya mtu. Ulifanikiwa kuchukua za wangapi? Actually kama nakumbuka watu wawili. Nadhani kati ya na Marian ndo tulikuwa marafiki wa karibu wa kutokea hiyo mwaka. Lakini huyu na huyo Marian walikuwa wanafahamiana sana, yani darasa moja.
Yupi ulianza kuchukua namba yake? Ani huyu hapa ni Neema. Ulichukua namba Neema baada akachukua ya huyo mwingine. Ya, na huyo Maria ni rafiki yake mpaka kesho. Mpaka kesho. Sasa tutakuaminije tajiri? Hapana, ni mke wa mtu. Ni mke wa mtu. Tutakuaminije tajiri? Yeah, sure, tulikuwa marafiki, tumekutana, yaani tumetokea mwaka huu mpaka leo tunawasiliana. Kwa hiyo ingetokea huyu angezingua ungepita na yule. Yeah. Ndio Mungu. Sasa kilichofanya mimi na tuendelee kuwa karibu kwenye kuwasiliana, kwenye kuwasiliana saa pale labda unawasiliana na huyu, unawasiliana na huyu, unaona labda huyu kidogo unaangalia yupi anawahi kurespond. So kurespond hata kwenye ule ujibuji pia. Yaani kuna ile ujibuji hata wewe ukipata nani mpya, kuna namna ukiwa unajibiwa message na mtu wako yani kuna majibu unasema huyu bana hata kesho nikimjibu, yani akinitumia message ni ngumu sana kumjibu kwa wakati. Yani kuna ile kitu ambacho kama vile tulikuwa kama tuna connection fulani ambayo ikatufanya kama tunapenda kuwasiliana. Sawa sawa. Yani tunawasiliana mpaka Facebook, tunawasiliana, tumekutana kawaida. Kipindi hicho WhatsApp bado. Kwa hiyo ikaja hata WhatsApp kanawasiliana. Yani mpaka leo mimi niwaambie na chat zake za Facebook. Mpaka leo na chat zake za Facebook. Lakini mawasiliano yalikopo yameanzia hapo. Kipindi hicho bado hakuna popularity ya social medias. Kwa hiyo kulikuwa na ile tu mara nyingi Facebook na chat za kawaida na WhatsApp, lakini WhatsApp pia bado ilikuwa popular. Kwa hiyo mara nyingi kuna chat kawaida. Sasa baada ya kumaliza masomo advance, nyie ni watu wa mikoa tofauti. Mmoja yupo Dar, mwingine mkoa gani? Alikuwa Mtwara. Baada ya kumaliza advance, na maana pia kila mmoja anarudi kwao. Vyuo ilikuwaje vyuoni? Mlipangiwa mkoa mmoja pia? Hapana, kusoma mkoa mmoja. Kwanza tulipangiwa wote UDOM, bachelor UDOM. Mwenzangu engineering, mimi ilikuwa environmental science. Kitu kama hiko, yes, environmental science. Lakini mwenzangu alienda, ila mimi personally sikuwa na passion na hicho kitu. Kwa hiyo nikamwambia baba yangu, mimi siwezi kusoma hicho kitu. Yani I know it's a degree, lakini ni bora nirudi nyuma nisome elimu nyingine hata ya diploma, lakini ni kitu ambacho nakipenda. Yes, kwa hiyo nikarudi nikasoma diploma ya pharmacy. Hapo nilianzia Mtwara pale kuna chuo kinaitwa, that time kilikuwa kinaitwa Kotsi. Ilikuwa ni chuo cha afya cha Kotsi. Sasa hivi kinaitwa Mtwara Medical Training Center. Ndio nikabaki pale. Kwa sasa mwisho wa siku mkawa mikoa miwili tofauti. Yes. Mliweza sasa kumanage vipi muda wa masomo, mahusiano, alafu mpo mbali? Mawasiliano. Mawasiliano. Kitu ambacho cha kunote. Mwenzangu hakuomba, mimi niliomba. Yaani wakati naanzisha relationship na yeye, mimi niliomba. Yaani sikuingia tu kwamba ndio this man is yes, niliomba. So I remember kuna siku aliwahi kuniambia, yaani unajua kuna time hata nikimsimamisha msichana nahisi kama unaniona. Kitu ambacho yeye alikuwa anakifeel, same applies to me. Mimi niko Mtwara, lakini hata mtu akitoka hivi nitongoze. Hivi ima haoni. Ndiyo. Unajua zile kuna kitu yes, yani kuna kitu una feel ambacho unaona kabisa hakiwi sawa. Kwa kwetu ambacho kilituvusha katika kipindi kile cha long distance relationship, kwa sababu kwa mwaka tulikuwa tunaonana mara moja sio mara mbili paia. Ila mawasiliano, mimi chuoni kwao hawa walikuwa wanajua Ima ana date mdada anaitwa Neema na yuko Mtwara. Kila rafiki yake ambaye alikuwa anamzunguka. I remember kuna mdada aliwahi kunitafuta akaniambia, kwani wewe Ima ameona nini cha tofauti kwako? Why you? Huyo mdada hata mfahamu? Nilimjua kwa jina lakini simfahamu. Yani kwa sura mfahamu. Simfahamu. Na alikuwa anasoma naye huyu sasa chuo kimoja, course moja ndio. Alikuwa anakupenda sana. Kwa hivyo so mimi nilikuwa nafahamika sana yani chuoni kwao. Yani unafahamika kwa jina, hawajawahi kuniona. Though nilienda chuoni kwao mara moja, it was December, Christmas. Nikawa nimeenda hivyo, tukapata muda nikajua okay. Nyumbani wako wanajua sasa kama umeenda huko? Hapana. Na ulitumia pesa ya wazazi? Hapana.
that time nilikuwa nafanya kazi kwa sababu mimi nilivyomaliza nilivyokuwa nasoma pale sikufanikiwa kumaliza miaka 3. Mdogo wangu yani mzee alikuwa yuko na mambo mengi sana. Mdogo wangu yuko nursing analipa ada almost 3 milioni. Kakaangu yuko chuo analipa ada almost 2 milioni. Kuna mimi sasa nalipiwa kwa sababu pale nilianza kulipiwa ada kama 1.5 afu kuna familia, afu kuna mambo mengine ya kifamilia yaendelee. So baba akawa kama ana mzigo mkubwa, afu unajua tumetokea kwenye familia za kawaida sana. So mzee akaniambia kama unataka kuendelea na ndoto yako ya pharmacy, what you need to do ni kusubiri. So wakati ambao mimi nasubiri nikapata kazi kwenye pharmacy moja pale mjini, nilikuwa nafanya kazi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya kazi, mwenzangu anasoma. So nikawa yani pale mtoto tuna nyumba yetu. Kwa hiyo nikawa nakaa pale nyumbani, lakini mzee yuko mkoa mwingine. Mzee yuko Lindi, anafanya kazi Lindi. Kwa hiyo mimi niko pale niko free. Hata nikiondoka mzee hajui. So movement zangu mdogo wangu anayenifuata ndo alikuwa anajua. So niki like naenda Dodoma, yeye ndo akawa anajua okay umepanda gari gani, na umepanda gari fulani, hata ikitokea majanga unajua. So nikawa nimesafiri hivyo, tukaenda tumeonana, ndo nikafika chuoni kwao kwa mara ya kwanza. Hivyo, lakini kikubwa ambacho kilitufanya tukaweza ku manage mahusiano ya mbali ni communication. When you wake up utamwambia nimeamka, naondoka naenda kazini, mchana akitoka darasani atakucheck, naenda lunch, akiingia darasani hivyo. Yani ilikuwa mimi najua movement zake zote, yeye anajua movement zangu zote. Labda kama alikuwa ananidanganya. Unaona kivipi sasa? Tajiri na maana chuo pale kabisa ni ukuona. Actually chuo hapo unaweza kusema unaona, lakini ulikuwa unagusa. Hapana. Sema ukweli. Sema tu ukweli. Alikuja paka hostel. Uzuri pale UDOM na kapa pale chuoni. Ungekuwa na uwezekano wa kumkagua mtu kujua kwamba yani mimi mpaka amechokiongea ni kweli kabisa. Mimi hata lumu kwangu unajua. Yani mimi mpenzi wangu yuko pale UDOM, wala yupo Dodoma, wala yupo karibu na Dodoma, wala yupo Dar es Salaam, yuko Mtwara. Kwa hiyo mzima alikuwa anajua kwa sababu yani karibia momenti nyingi ambazo labda naenda klasi, naenda kula, naenda fanya nini, napiga simu na nini, kiongea na simu usiku nimeona. Na kipindi hicho kwa nimemsave na 1. Na baadaye nikaja kubadilisha nika na love. Yaani kaeka alama kopa mbele. Kwa nini na 1? Na maana kulikuwa na wengine na 2. Hapana. Yaani naye nimemsave yeye tu hivyo naye. Kwa hiyo msave na love. Yaani na love ndugu zake ambao ni Neema. Imedumu sana ile love. Yaani mpaka ile mtu akikaa tu nakaa tunasoma ba discussion inapigwa simu pale na love. Wanajua yusa Neema. Na hapo yupo UDOM, wala yupo Dodoma, wala yupo Dar es Salaam. Yaani useme baba yupo karibu na mimi, yuko mbali kabisa Mtwara. Kwa hiyo tumedumu tukiwa hivyo, tunawasiliana. Ni wanasema hivyo tu long distance relationship, sijui inakoaje, lakini sisi tumedumu kwenye hiyo. Tulikuwa tunajitahidi tukipata zile momenti za kukutana kama likizo, labda ile likizo ndefu ya chuo kuanzia mwezi wa 8, 9 mpaka 10 pale tunapata moment tunakutana. Akiwa kama iko free tunakutana. Na mimi nishagonda Mtwara kabisa, ni mjini kwa ajili yake, tukakutana. Yaani haya yote tu ni kudumisha kile kitu ambacho tunacho. Niongee. Mwache ongee. Niongee. Ongea. Field zake zote alikuwa anafanyia Mtwara. Na wazazi wake hawajawahi kujua. Hawafahamu. Sure. Anatafuta Mtwara tu. Anatafuta zile field zangu zote mimi nimefanyia Mtwara. Na nimesoma miaka 4 chuo. Kwa hiyo kuanzia mwaka wa 2 wa 3, miaka miwili tu, wa 2 na wa 3, mwaka wa 4 tumefanyia field chuo. Nani hivyo? Chuo. Mwaka 4 nimefanyia chuo field. Nimefanya final project miaka miwili. Miaka miwili, mwaka wa 2 na mwaka wa 3. Wa kwanza nilifanyia chuo pia. Okay. Basi miwili. Kwa hiyo kwanza nilifanyia chuo field. Ilikuwa pale kwa tunabaza vitu tunafundishwa ambavyo nje ya masomo ya darasani. Kwa hiyo tunasoma vitu vipi, kwa tunafanyia training mpaka tunafanya project, mwisho wa siku unatoa results. Kwa hiyo mwaka wa 2 na wa 3 ni lazima uende field kabisa, nje kwenye ofisi au taasisi yote ufanye nayo kazi. Na atakuja supervisor kwa ajili ya kusupervise kuona unafanyaje. Kwa hiyo alikuwa anakuja supervisor hadi Mtwara kwa ajili yangu kule. Yaani almost kwa mwaka wa 2 ndio tuko kama watu wawili tuko kule, lakini mwaka 3 nilikuwa peke yangu. Mapenzi yana nguvu. Mwaka 3 nilikuwa peke yangu. Kwa hiyo zile wiki 6 nilikuwa nashinda Mtwara. Kwa hiyo Mtwara kidogo pale nilikuwa na pauzo napo. Kwa hiyo tangu ulivyoanza mahusiano na Neema
shetani hajawahi kupitia kabisa? Actually nisiseme uongo. Shetani ashapita sana na mimi, lakini nilijaribu kumshinda kwa sababu ya hizo story. Kwa sababu hata kienda kumhoji mama yangu, yani before namwambia kuna mtu anaitwa Neema, hata ile kuamini, kwa sababu hata alishakupokea simu au kesi za watu pale tofauti za wanawake, Ima sijui hivi na nini, lakini yeye alikuwa anajua kama kuna Neema, lakini alikuwa ajui Neema yukoje, yupo wapi. Anajua yuko Mtwara, lakini ajui Neema yupo anafananaje. Na kama kweli bado mimi nadumu naye kwa sababu toka ameanza kumsikia ni miaka mingi, miaka kibao. Najua wazazi wakisikia kama mtoto wake wa kiume na mpenzi, lazima ataki kujua baadhi ya ABC zake. Sasa kidogo mimi nikisema hivi kwamba ikitokea, kwa sababu hata mama kwa anapokea anasema mwambie yani ndo atafanya maamuzi mwenyewe, sio mimi nitafanya maamuzi. Yani mind you hapo wasichana wanamtaka mwamba. Yes, wanamtaka mwamba. Kwa hiyo inabidi wamtumie wamtafute mama. Tajiri una kipi special? Amna. Maana mimi nipo tu. Siwapati hao kunisumbua. Akusumbua? Sijajua labda wewe psycho yako ikoje. Inaweza kuwa bado pia ni mbaili. Inaweza ni mbaili sana kwenye kufanya manini, kwenye kutoa hela mfukoni. Kwa hiyo anatoa sana. Ndio maana wanapagawa. Hapana. Actually siwezi kusema kama nini, ila kuna kama moyo fulani ambacho mtu ikiwa anamfanyia sasa unaishi nao muda mrefu, kama wanawake anaona au nini, anahisi kama mbona kama ni material huyu. Mimi ni mtu ambaye niko poa na kila mtu. Actually niko hivyo, yani nimeumba niko poa na kila mtu. Yani huyu ni ushakukutana na kind people. Yani he is very kind. Yani anamtreat kila mtu sawa. Ndio. Ana ule ubinadamu. And one of the things ambazo mimi nilisema this is it ni hicho. Yani ana ule ubinadamu. So kuna wasichana wengine wanakuta, let's say amekutana naye kwenye kazi, let's say kwa kipindi hiki. Ndio. Amekutana naye kwenye kazi. Anamtreat vizuri kiasi kwamba anaanza kuona huyu mtu ananitaka. Unajua zile anaanza kujipa false hopes. Anaanza kufikiria hivyo. Yes, ndio kitu ambacho anacho. Kwa wasichana wengi wamekuwa attracted naye kwa sababu ya ule ubinadamu ambao anao. Na hiyo ni by nature tu, haibadilikagi. Mimi mpaka kuna wakati ngoa nasema, wewe unawatongoza. Ambia amna, mimi mbona huyu miss date naye, lakini unaona kabisa mdada yani yeye ndo ana force mambo yatokee. So nadhani hiyo ndo sababu. Okay. Katika kipindi chote mlichokuwa kwenye mahusiano sasa, kwa sababu ni mahusiano ambayo hayafahamiki na yalikuwa hayatambuliki kwa wakati huo, ni tabia gani ambazo hukuwa ukipendezwa nazo za Neema? Tabia ambazo sikupendezwa nazo, cha kwanza hujaniuliza swali kwamba wewe unaona nini mpaka ukasema sasa nataka nimuoe. Kwa sababu kwenye kuoa ndo kwenye tabia, kwa sababu kusema tabia za kupendana nazo mtu uzipeni alafu unasema namuoa. Yani kabla tujafika huko, kuna ile mapungufu hata kwenye uchumba. Yani kuna hiki kipindi ambacho mnakuwa na mahusiano tu, lakini kuna kitu ambacho unakuwa hukipendi kabisa. Ni either utajitahidi kumrekebisha mtu au utaamua kuvumilia. Unaona? Sasa tabia zipi ambazo kabla hata engagement na mambo mengine wewe ulikuwa uzipendi za kwake? Sasa unajua hizo tabia ukizisema kwamba zinavumilika au ukasema uziamua ule mrekebishe, kuna tabia nyingine ambazo sio mbaya, lakini tabia ambazo wewe uzipendi. Hizo unajua tunazitaka hizo tabia za Neema ambazo ulikuwa uzipendi, zilikuwa zinakukwaza. Anazijua yeye mwenyewe kwanza. Na kipindi chote mlikuwa mkipigizana kelele mara nyingi. Yani kuna zile tabia za kujirudia. Nikwambie tu sisi kwenye mahusiano yetu kulikuwa mna makelele. Yani makelele ya kujibizana na nini sijui hivyo, yani au kuna ule wivu wa kupitiliza, ule wivu ambao upo wapi, mbona unaongea na nani sasa hivi, sasa mbona uko unatumika? Mimi sina. Ananijua. Mimi nikimpigia simu napiga simu mara moja. Asipopokea ndo anitafute. Yani ikitokea na shida napiga mara 2. Kwa hiyo tabia ambayo sipigi zaidi ya mara 2. Ilikuwa hivyo baada ya kupata ulichokitaka au hata kabla hujapata ulichokitaka ulikuwa hivyo? Mtu yoyote mimi nilikuwa hivyo.
siwezi kupiga simu zaidi ya mara 2. Yaani kwa sababu nikikupiga simu zaidi ya mara 2 utaona kama mimi ndo na shida. Mimi sipendi kujishusha mbele ya mtu. Akotaka kushusha brand. Simu mara 2. Kwa sababu ukiona msikuru wangu usiponirudia, yani umefanya makusudi. Kwa auoni umuhimu na kile kitu. Kwa hata hivyo nimemtreat hivyo. Ya huyu hapa, kama tunaanza mahusiano, tabia za kwanza sisi tunafanya ni mawasiliano. Mawasiliano yetu yalikuwa ni ya muda mrefu kipindi hicho. Na sio tu message kuchat. Sio hata simu kwa tunaongea muda mrefu, hata masaa 2-3 tunaongea. Kipindi hicho manzoni. Sababu tu penzi limechipukia miaka hiyo sekondari. Tunaongea hata masaa 2 kwenye simu. Mrudi sasa hivi hata akinipigia simu kama hata dakika 5 zinafika. Muda huo kula bure. Mkiwa mnakula bure bana. Sasa hivi apige simu hata dakika 5 zifiki. Kwa sababu nataka aongee point tu tumalize. Yaani mambo yasiyo mengi, tunaanza kubembelezana. Labda niwe mbali. Na mbali yenyewe hatuja kuongea pia muda mrefu. Kama ndio pekee tumeenda mbali, lakini sisi tumeoana bado sijaenda mbali mpaka sasa. Nafikiri tunachat sana kuliko kuongea. Tunachat kuliko kuongea. Kwa hiyo kama tukitoka nipiga simu ni kile ambacho tunataka tuongee muda huo. Kwa kama tabia ambazo unasema labda zilikuwa ni labda sio nani wewe uzipeni lakini ni nzuri. Cha kwanza huyu anagombeza sana. Yeye anagombeza, yani akitaka kitu kio smart anza kugombana tu kwa sababu tu nguo yako iko pale, labda vitu vyako vya kazi hujapanga vizuri, vipange uweke vizuri. Yani hapo ndo sasa unajua mwanaume anaweza kai anaona iko sawa lakini yeye haoni iko sawa. Kwa hiyo zile tabia kugombezwa, hebu weka vitu vyako vizuri, ka smart basi unakaja hivyo yani PC pale nini, mimi naona uchafu. Yaona uchafu una kawaida. Kwa hiyo ndo hivyo. Kingine huyu bwana ni mdadisi sana. Hiyo tabia ambayo ni nzuri lakini mimi siipendi. Anadadisi. Yaani anauliza maswali ambapo wewe swali kwani uulize? Unajua zile umeenda sehemu unafanya nini? Kuuliza swali. Kwani umeenda? Sasa yaani unajua na kudadisi, mbona unatoka nje unaenda wapi? Naambia tuenda dukani. Sasa ushaenda dukani anataka ujue unaenda kununua nini, kufanya nini na nani. Sasa hiyo vitu mimi wanaume tupende maswali mengi. Kwa unakuta ni tabia ambayo sio mbaya lakini wewe unakuta uipendi. Kwa sababu nzaka anauliza tu yeye ajifurahishe tu moyo wake, najua tu wangu kaenda hapo na nini. Msika tu nimetoka hapa naenda hivi. Labda nikaenda sehemu nikapita nikachelewa kidogo. Anakuuliza, "Wewe dukani umeenda kweli au umeenda sehemu nyingine?" Yaani anakuuliza, "Hatuko umeenda pa dukani, labda wakuta tu muuza duka ametoka au umeenda nini, ukaa nasubiria tu ile umekaa au kidogo na wakati unarudi umepigiwa simu unaongea unaingia ndani." Au umetoka dukani kweli au ya nini? Sasa ile maswali ya kiudadisi unaanza kumwangalia. Mimi namuuliza sometimes mpaka ananiambia you're not romantic. Kwa sababu tu anaanza kuuliza maswali ambayo mimi namjibu tofauti. Ndio sasa zingine anayapotezea. Mazingira yanapotezea. Lakini hizo tabia ambazo sio mbaya, lakini wewe tu unakozipendi. Lakini tabia zile mbaya useme kama mbaya ambazo nikisema nivumilie afu labda hivyo nitakuja kumfundisha kwenye ndoa, kwenye maisha ya ndoa na nini. Hizo hapana, kwa sababu since tumeishi miaka yote, yani tumefahamiana sana. Yani anafahamu vitu vyangu vingi almost vyote na mimi nafahamu vitu vyake almost vyote. Kwa hiyo ni ngumu sana kusema kuna tabia ambayo itaivumilia au mmoja utaikuta tutaingia nayo. Sawa. Na mmekaa kwenye mahusiano kwa muda mrefu kidogo, ni lini ambapo mlianza kuwaza sasa labda tuishi pamoja, au kwanza mlishawahi kuishi pamoja kabla ya wazazi kufahamu kwamba nyie ni wapenzi? Hamjawahi kuishi pamoja kabisa. Kuna ile kutembeleana kwa sababu kanisani. Hapana. Kuna ile kutembeleana. Ndio. Anakaba. Yaani unajua ile muda usio dhani mwana wa Adamu aja. Yaani anakutembelea bila taarifa. Papa. Yaani unaweza kusema naenda Bunju. Nakuja. Yaani hizo. Au unaweza ukashangaa tu huyu hapa. Hiyo kitu alikuwa sijajua ndio ilikuwa ni kusecure. Yaani kuna mfano miaka kama miaka 4-5 ya hapa karibuni, yani hivi kuelekea kwenye ndoa. Yaani alikuwa ni mtu ana protect kupitiliza. Ingawa yeye alikuwa anaona kama ni kawaida, lakini jamani sasa this is too much. Ulikuwa unakeleka. Yaani ana protect sana. Sijajua alikuwa anahisi labda anaweza nikafanya vitu vya ajabu au vipi. Na ni lini sasa mliamua kwamba tufike kwa wazazi, na kama ni mahali mambo ya barua na nini, na nani aliyeanzisha hicho kitu?
nesi tulianza pamoja kwa sababu tuliona muda umefika, kwa hiyo tukawa tunaimizana kwa sababu jambo tuliangalia na muda, kwa sababu yote mimi ndo inabidi ni initiate, kwa sababu akisema bwana hebu inabidi unioe. Sasa mimi kama sijaamua au tutakuwa vipi? Lakini hakuwa na kusumbua sumbua. Actually yes. Miaka ya hivi karibuni anakuambia unioe. Nilikuwa namuuliza when Yaani wewe ni lini? Too much sasa, tumeshaenda muda mrefu. Yaani kama anapiga chenga. Of course sio kwamba alikuwa anapiga chenga. Ni kuna zile sababu ambazo unaona kabisa. Kwanza mimi nilikuwa namuuliza, kweli tutafika kwenye lengo? Anakuambia tu tutafika. Yaani haongei zaidi ya hapa. Hatoi maelezo ya kutosha. Anakuambia unaweza ukakaa, kwa hiyo tumefikia wapi? Utauliza maswali mengi kama alivyosema mimi ni mdadisi. Atakujibu tu jibu moja. Mimi nakupenda, nitakuoa, tulia. Amemaliza. Sasa ile kitu mimi ilikuwa inanifurukuta huko. Yaani unatamani basi ongea hata kidogo, yaani unajua ile upate hope. Lakini kumbe ameshafanya decision yake kwamba this is the woman ambaye nitakuja nimuoe. Nimemaliza. Mimi sasa yaani unajaribu ile kutaka kujua kwa sababu huoni kama kuna future. Alafu mtu kakuganda. Yaani bora hata ungekuwa huoni afu anakuachia basi utafute hata mtu mwingine. Kwa ile kitu ilikuwa inanipa kiukweli, ilikuwa inanipa shida. Kwamba unatamani kuona kuna sehemu mnafika, ila sasa yeye ha disclose hivyo vitu uone. Alafu ikafika time sasa, yaani kwenye kufanya decision ya kuja kufunga ndoa. Mimi ilifika time kama nikaanza kugive up. Ukakata tamaa. Yes. Honestly speaking, nili give up. Nikasema tulipofikia liwalo na liwe. Hapo mwaka gani? Mwaka jana. Mwaka jana tuna zaidi ya miaka 10 kwenye mahusiano. Mwaka jana mwanzoni. Though mwaka juzi aliniambia nafikiri time imefika tuanze kufanya michakato. Bahati mbaya akapata majanga. Ndio. Kwa ni majanga ambayo yalimzungusha sana. Kwa hiyo ilipofika mwaka jana nikamwambia and this year, anakuambia by the way shetani alitujaribu sana sana. Kwa unaona mtu kabisa anafikia lengo hili hapa. Liko hapa kabisa. Tatizo linaibuka kwenye familia. Of which hawezi kuintroduce habari za kuoa wakati kuna jambo kubwa liko kwenye familia. Kwa hiyo tumepitia kama mambo matatu kama mambo matatu makubwa. So ilipofika mwaka jana mimi nikasema bana imetosha. Sio kama na break up naye lakini ikitokea sawa, isipotokea na muda huu angetokea mwingine yupo serious, uende ungemkubalia? Sidhani, kwa sababu moyo uko dilema. Haujui kwamba ni move on nitafute mtu mwingine au nibaki hapa hapa nilipo. Kwa hiyo nilikuwa nipo tu na date mtu nampenda, tunaheshimiana, lakini liwalo na liwe. Yaani kwamba yeye akiamua kunioa sawa, akiamua kuniacha pia basi, akiamua kuniacha nita move on, no way out. Huwezi kulazimisha. So ikafika time yani tu from nowhere. Hapendi kuongea sana. Kwanza hapendi kuongea sana. Afu pia hapendi kujieleza sana. Kwa hiyo hiyo siku akanipigia simu. Nei, muulize baba taratibu za mahali ziko. Sikumwamini. Serious, sikumwamini. Nikamwambia akaniambia nikamwambia bwana wewe. Yaani unajua zile nikampotezea. Siku ya kwanza, siku ya pili akaniuliza, "Umeongea na mzee?" Nikamwambia hivi kumbe uko serious? Akaniambia niko serious. Ndio. Okay. Nikamwambia haya, akaniambia nenda kutafuta appointment. Unajua sisi taratibu zetu lazima lifike kanisani. Nenda kutafuta appointment na mchungaji. Kaenda kutafuta appointment, alipopata akaniambia umeuliza? Nikamwambia So ilikuwa Alhamis. Tukaenda kwa akaniambia Alhamis tuna appointment na mchungaji. Tukaenda kwa mchungaji. Muda huo tempo da. Wote tuko da. Wewe ulikuwa unaishi wapi da? Sala. Yaani umepanga? Mimi nimepanga. Okay. Kwa shakuja sana. Ndio hiyo nakwambia alikuwa anafanya tu ambush, yani muda wote anaweza akajikuta amekuja. So kwa mchungaji tumeenda leo Ijumaa, ananiambia Jumamosi tunaenda kwa mama. Ndio for the first time mimi natambulishwa kwao. Na ulikuwa mamake humfahamu? Namfahamu ila yeye hanifahamu. Lakini hajui kama ni wewe. In that time kitu kimoja ambacho na appreciate kwake. Katika hicho kipindi chote alikuwa ananiambia
kutulia. Unajua kuna sisi wasichana tuna ile hulka, unatamani na date na Ima nimjue mama yake. Mwingine ndo kama hivyo unajipigisha simu. Mimi siku moja aliniambia usimpigie simu mama yangu, usijitambulishe kwa mama yangu, subiri wakati ukifika nataka nikupeleke nyumbani kwetu kwa heshima. Hicho sikuwahi kuwa na namba ya mama yake, japo namjua na kumfahamu kwenye, nafikiri nilimfahamu mwaka jana yoyo kwa kumuona hivi, ni mwaka jana kwenye msiba wa nani? Kwenye msiba. Kwa ndo nikawa nimemuona kwa mara ya kwanza. So akaniambia nitakupeleka nyumbani kwa heshima, sio yani wewe uanze kujipigisha, inakuwa highlight picha nzuri. So vile tulienda kwa mchungaji Ijumaa, Jumamosi akanipeleka kwa mama yake. Akaniambia tuende sasa nyumbani, akanitambulisha. Jumapili, Jumatatu, Jumanne tukasafiri kwenda kulipa mahari. It was hivyo yani. Yani mpaka mmoja was like huenda labda ilikuwa pressure ya wazazi, maana mtu anapiga chenga sana afu ghafla tu, au nyumbani wako wanakuzingua sana wazazi kwamba kwa nini wewe muda umefika wewe ukajitegemea. Yani sisi nyumbani wazazi wangu hawajawahi kunipa pressure ya kuoa. Yani wenyewe kwanza walikuwa wanatamani mimi nioe, lakini sio kwa kunipa pressure. Lakini kuna mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kifamilia ambayo walikuwa hata wao wanasema sasa ili tukiingiza na ndoa hapa la Ima na nini kama maana nilikuwa shambia zamani. Mimi wale wanamjua. Yaani Neema wanamjua miaka kama 7 iliyopita. Unajua kama Ima na Neema, Ima na Neema. Na mpaka ninapokuja kuambia bwana mimi tayari mama shafanya maamuzi na sasa hivi tuanze process. Wazee wangu tufanye process, tunaanzia wapi? Wakaniambia kwanza ni yule au umebadilika? Nikamwambia yule. Sema kwa hiyo mwanangu umekaza. Mwanangu umekaza, lakini sasa mimi bwana yani kama vile wakawa nisifia kwamba umejitahidi kutunza kile kitu ambacho unakipenda, kwa sababu ingekuwa mtu mwingine tushasikia mambo mengi na sio uongo. Mimi wapo kaka zangu tena wapo wengi sana. Yani unakuta stori zao zinaisha. Yani hajafika hata lengo. Zinaisha, lakini tu kwa sababu mimi niliamua kukomaa pale. Wanamjua yani since kule nipo chuo, nimerudi mtaani nafanya misha zangu, wanamjua yeye. Yani mimi sisi sina kitu, sijaanza kazi mpaka nimeanza kazi, naanza kujipatia kipato, wanamjua yeye. Yani haijawahi kubadilika iko kitu. Kwa walipokuja process kwanza wakasema tu now yani tuseme tusisubiri vitu viseto vyote ndo tuanze. Tunataka mpaka mwishoni mwa mwaka huu. Kuna ndugu yangu alikuwa pia na yeye, yani kakaangu pale mwingine anaitwa Steve. Kwa naye pia kuko na ndoa yake mwezi wa 11. Tusa tukimaliza la Steve tuanze yako, tufanye utambulisho, tufanye nini na nini, la Steve liishe, tupumzike, tuanze lako. Umeona, kwa sababu lazima tujipe nafasi ya hizi matukio, kwa sababu ni matukio mali makubwa. Tukisema tuseto kila kitu tusubiri, litatokea janga jingine ambalo litafanya mambo yako liende mbele. Kwa hiyo tusubiri. Kwa hiyo tukafanya lile la nini, sasa tukabo tuanze kufanya process za kutoa mali ili tuseto, afu tuje kutangaza uchumba rasmi kanisani. Kwa hiyo since then kulikuwa mna pressure, kulikuwa mna chochote. Ni wazazi na mimi tulikubaliana kabisa. Kwa na mtu kama hivyo, fuata taratibu wa kanisa, then fuata taratibu wazazi wao, tuende tukao tukajitambulishe na kutoa posa. Baada hapo zianze taratibu za kufanya engagement iwe rasmi. Baada hapo engagement rasmi ndo kakaangu akafunga ndoa mwezi wa 11. Baada kufunga yeye tukaseto, sasa ndo tukana langu sasa tuje kufanya engagement. Hivyo ndio. Sasa Neema, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi, maana tumekula dakika za kutosha. Ikitokea sasa rafiki yako wa kike akakuuliza kwa siri kwamba anahitaji kuolewa na mwanaume mwenye tabia kama za Emmanuel, ungemshauri kipi? Kwanza Mungu moja. God first. Hiyo ndo principle yangu kwenye maisha. Kwa sababu ni pasua kichwa au? Hapana. Sio pasua kichwa. Huwezi kuwa na mwanaume kama Ima, inahitaji utulivu wa akili na moyo. Hivyo vyote huwezi kuvipata kama haujamweka Mungu mbele. I knew my husband hana hata uwezo wa kuingiza 10,000. Hana hata huo uwezo. Lakini
Kilichonifanya mimi niweze kumkubali yeye, unaangalia huyu mwanaume ana kitu ambacho nilikinini, ana akili gani. Nilianza kuiangalia akili yake bila kuangalia anaonekanaje, anafananaje, ana nini, mindset. Kuna mtu ukikaa naye ukimwangalia tu hivi anavyoongea, akikwambia ndoto zake, unaona kabisa huyu ana akili kubwa, of which wanawake wengi hawapendi hicho kitu, wanapenda matokeo ya haraka. Mimi nilimjua akiwa hana hata 10,000. Mimi nimedate na mume wangu, mara mwisho kunihonga, mara ya kwanza kunihonga, unakubali, unakumbuka? Sidhani hata kama amewahi kunihonga. Sio bahili, kuna kuhonga afu kuna kuprovide. Hata ni ana ule moyo, labda nitamwambia nina shida 1 2 3, hana hata 100, atakwambia give me 2 hours, atakutafutia, atakupa, utaridhika na kile kidogo ambacho anacho. So watu wanaotaka kuwa na mwanaume kama Ima, 1, Mungu; 2, waangalie mindset ya huyo mwanaume kabla hawajaangalia ana nini. Kwa sababu kuna wanaume unakuta ana gari, ana maisha mazuri, ana biashara, ana nyumba, lakini ni katili. Mwanzo nilikwambia sio mpigaji. Katika hiyo miaka yote tuliokuwa pamoja hajawahi hata kunifinya. Lakini kuna wanaume, yani mna date wiki tu unaanza kupigwa na vibao hivyo. So hivyo angalia mindset ya mtu, usiangalie for that time ana nini. Angalia ana akili gani. Je, hiyo akili ukichanganya na ya kwako, mnaweza mkafika sehemu. Ndio kilichonisababisha mimi mpaka leo tuko vizuri. Sawa. Na Ima, labda ni wakati gani katika mahusiano yenu ulihisi labda hili swala la ndoa halitowezekana kabisa, na ukahisi labda kukata tamaa? Labda kile kipindi baada ya kutoka chuo. Maana mimi kutoka chuo tu COVID ikaingia pale. Ndio. Pale COVID ilivyoingia, yani ile muda alikopo ni very very block. Kulikuwa block kiasi kwamba muda huo yeye alikuwa wapi? Alikuwa Dar? Alikuwa Mtwara. Ndio. Yani kiasi kwamba yani hata kesho yako hujui inakuaje. Yani unaamka asubuhi nyumbani huna cha kufanya. Huwezi kufanya chochote, yani huwezi kuingiza ukafanya, yani ukatumia elimu yako au ujuzi wako kuproduce ukapata hela. Kwa sababu hakuna anaifanya kazi, na kazi ziko so limited. Wanaoenda kazini yani ni wale ambao wanafanya kazi. So huwezi kupata ajira. Kwa hiyo ni kwa very block. Hapo kwa unaona kabisa tu labda na date naye, labda tuone kwa future itakuwaje. Lakini ulikuwa uone kwamba labda okay nitakuja kuoa kweli. Lakini baada mimi kupata kazi ya kwanza ilikuwa Knet pale 2021. Nikaanza kuona kidogo kuna aweni ya maisha. Lakini kwa sioni kwamba ili ndio sema ambayo itanifanya mimi labda nitoke. Lakini nilikuwa napa ndo aweni kwa sababu kama ndio kwa kianzio changu. Ila as time inavyoendelea kuwepo, yani uvumilivu wake, namna alivyonichukulia kwamba sipo bado, yani sipo kwenye ule utayari wa kumuoa, akawa ananisupport na vitu vingine. Mimi nikwambie hivi, kuna vitu amenifanyia ambavyo unasema sasa angekuwa mtu mwingine angeweza kweli. Mimi nikwambia tu PC yangu ya kazi kanunua yeye. Umeelewa vile? Simu yangu ananunua yeye. Sio kwa sababu tu ananihonga au mimi ni nini, yani alikuwa na support vitu ambavyo mimi nafanya. Na sio kama mimi ananunua, mimi nanunua vitu vyake pia. Umeelewa? Yani kuna vitu anasema naona hii PC bwana yeye imechoka. Hebu tutafute namna tupate PC nyingine. Siku anakuambia baby I have labda 300,000. Ndio tukafanya namna. Ngosha okay, kuna PC nimeiona lakini naongeza 100,000 naenda kununua. It means 80% katoa yeye. Mimi ninaongeza tule kidogo naenda kuchukua. The same applies to na vitu vingine ambavyo tunafanya. Kwa zile support, mtu anajua aso zako, anajua una kazi zako, unafanyaje, ndio hivyo. Lakini yeye ndo mtu mkubwa ambaye amesupport mimi kufika hapa, amesupport maisha yangu kwa asilimia nyingi. Mimi naweza kusema tu wazazi wangu wamenizaa na kunilea na kunipa na kunifundisha tabia njema. Lakini yeye ndo kanifundisha maisha. Sawa. Na baada ya kufunga ndoa sasa mkaanza kuishi pamoja. Yani ile mmetoka ukumbini pap, kitu gani cha kwanza nyie kujadili?
Tulihesabu hela. Cha kwanza ilikuwa kuhesabu hela za zawadi. Hela za zawadi. Hiyo ilikuwa la kwanza. La pili nani alianzisha hiyo? Mimi. Hiyo ilikuwa ndo la kwanza kabisa. Lakini la pili ni namna gani ya tutafanya hizo project zetu ambazo tumeziplan katika maisha yetu. Ana ndoto zake na mimi na ndoto zangu. Kwa hiyo ndoto zake tutazifanikisha vipi na zangu tutafanikisha vipi. Kwa hiyo tuko tunapanga hivyo. Kwa hiyo hata sasa hivi tupo kwenye njia ya kutimiza ndoto ya mmoja wetu. Eza yake ianze then ifuatie. And he is very supportive. Yani ukimletea kitu mezani, unamwambia mume wangu nataka kufanya 1 2 3. As long as hicho kitu ni kizuri, anakusupport 100%. Ima wako memsifia sana. Sasa unawaambia nini wale ambao wanasemaga kwamba usije ukadate na kina Ima, sijui kina Kevi, hao yani ukitaka kudate nao ujue kabisa utatoka machozi na nini, ni kama vitunguu. Sio kweli. Mimi I love all Imas around there. Na wapenda. Kuna siku nilimwambiaga kaka mmoja yuko Kigamboni. Sijui kama mpaka sasa hivi yuko Kigamboni, anaitwa Ima. Nilimwambia kwa sababu ya Ima wangu na wakubali Ima wote duniani. Yes, huyu kaka ameacha alama kubwa kweli kwenye maisha yangu. Mpaka kuna siku nakaa nasema, hivi mara pap Ima wangu hayupo. Will I be able to move on? Umeelewa? Kwa hiyo wanasema Ima, sio Ima wote jamani. Sio Ima wote. Wapo Ima malaika. Inategemea, lakini naona hold Ima wa aina gani. Ila Ima wazuri wapo. Ima wazuri au Kevi wazuri wapo. Wakati mwingine mwanaume anakuwa mnyama kutokana na wewe unavomtreat. Sema applies to sisi women. Wanawake wengine wapo kabisa yani mwanamke mnyama, lakini ukifuatilia background ya huyo mwanamke kuna kitu alipitia. Au ukifuatilia background ya huyo mwanaume unaona wewe unamuona kama mbona huyu mtu hivi, au labda mbona katili. Kwa wanawake wenzangu ama wasichana ambao wanaogopa kudate na kina Ima, sio Ima wote ni wabaya, sio Kevi wote ni wabaya. Sometimes uzuri wa mtu au ubaya wa mtu it depends na mazingira. Sasa mna kipi cha kuwashauri watu ambao wanatarajia kufunga ndoa? Kwanza uamuzi ni uamuzi mkubwa. Kwa ushauri wangu kwanza wamuombe Mungu yani hii hatua aloifika kwanza isikatishwe tamaa na watu wanaowazunguka. Kwa sababu sometimes unaweza kukuta kuna watu wanakuzunguka wale wanaokatisha tamaa. Alafu kingine kujitahidi kinamna yoyote kwenye swala la upendo. Yaani upendo usipungue. Kwa sababu kama umeamua kumuoa mtu inamaanisha kwamba umeamua kumvumilia baadhi ya tabia zake. Hamna mtu ambaye yuko perfect. Kwa hiyo kumjulia mwenzako na kuchukulia ile alivyo ukaishi naye. Yaani mimi sio kama mimi ni I'm so perfect na Ima wangu. Kuna mambo huyu anavumilia, anajua tabia zangu. Mimi kuna tabia ambazo mtu mwingine ambaye anapenda kudeka. Maana mwanamke ambaye anapenda kudeka au anapenda mtu very romantic, yani hatoboy. Sawa. Kwa hiyo tu ni kujuliana, yani mwenzako yukoje na vipi na nitaishi naye hivyo hivyo kwa udhaifu wangu na udhaifu wake, tukapendana tukaendelea sawa. Na ni jambo gani liliwashangaza baada ya kuanza kuishi pamoja? Mimi kwa upande wangu sikujua kama ana mamlaka. Yani kwa mwanzo kwenye uchumba alificha makucha. Baada ya kunioa ndo yani like I'm my husband here. There's no way. Anza kwambia naomba maji. Alafu maji yako hapo tu. Unaambia sasa maji si hayo hapo. Anasema si nimekuoa lakini. Yani hivyo kwa hicho like okay. So nimeanza kukujua. Yani wewe ndio Ima sasa. Yeah. Na kuna utofauti gani kati ya uchumba na ndoa kwenu nyinyi? Utofauti ni mkubwa. Ukiwa uko uchumba ni uchumba tu na ndoa ni ndoa tu. Tumedate muda mrefu, lakini personally baada ya kuoana, despite hiyo miaka 11 ambayo tumedate, baada ya kuoana
yani unamuona sasa, okay, this is Ima sasa, huyu ndo Ima halisi, despite huo muda wote ambao tuko pamoja, tumekuwa pamoja ya. Mnapokuwa mmetofautiana sasa nyie, labda najua watu hawawezi kuacha kugombana au kutofautiana kimawazo na nini, kikauli. Mnapokuwa mmetofautiana huwa mnatumia njia gani kutatua migogoro yenu? Ongea. Mume wangu kidogo sio mwongeaji, lakini kwanza sisi tukigombana asubuhi hatulalagi na huo ugomvi. And namna pekee ambayo inatusababisha tunamaliza mapema ni kukaa kuzungumza. Okay, umepanda, nimepanda. Tunajipa time. Let's have these 2 hours. Kila mtu ajitafakari, afu baadaye tunakuja tunakaa chini. Kwa nini umefanya vile? Wakati sasa temper imeshuka, yes. Mnakaa chini mnazungumza, hapa umezingua wewe, hapa nimezingua mimi. Tunarekebisha, tunaenda. Lakini hatujawahi kulala tukiwa tumegombana. Na nani wa kwanza kuomba msamaha kati yenu? Hata kama kosa ni la kwake, wote mpo sawa. Ile ndo naanzaga. Mpaka mnatupiga. Huyu anaombaga msamaha sana tu, tena wakati mwingine atakuigizia hapo, hata kutembea na magoti. Serious. Yaani anaweza kazingua big time. No baby no. Au mimi naambia acha kuninafikia. Na nani anatumia pesa lafu sana? Hiyo ni kweli. Yeye ndo anatumia pesa vibaya. Matumizi mabovu ya pesa. Bwana Ima, unapelekaga wapi ndugu yangu wakati umeoa? Actually ipo vizuri sana kwenye saving. Kwa hiyo yeye lake anaichunga sana. Yako wewe? Pia mimi naichunga, lakini mimi spenda. Mimi ni spenda mzuri. Sometimes unaweza kukuta unasema ila dinabana, afa yeye mwenyewe anakuambia ile siku pika wewe njoo na mboga tupike tu gari tule. Hapo mboga yenyewe nataka kitimoto. Unachukua kitimoto nusu umletee pale na tupike gari tule. Sasa unakuta yani hata wewe useme ukupaka kula ile ina nini, labda chakula cha shilingi 10,000 plus, lakini unakula kwa ajili yake. Nini mafanikio na ni siri ipi kubwa ya mafanikio yanayofanya ndoa yenu inakuwa na furaha? Hili swali litawasaidia watu ambao wanaogopa kuoa au kuolewa, wanaogopa kuingia kwenye ndoa, wanaona kama ni utumwa, unaondolewa ule uhuru wako. Yaani ukitaka kufanya hiki lazima umshirikishe mwenzio. Kwenu ninyi siri ya hadi kila mnachokifanya mpo sawa na mnafurahia ndoa ni kipi? Cha kwanza ni kupendana. Wanasema kwanza ni upendo. Wanasema kuna watu wanasema upendo peke yake hautoshi. No. Upendo unastiri. Biblia inasema upendo unastiri wingi wa dhambi. Nikimpenda nitamheshimu, nikimpenda nitamsamehe, nikimpenda nitambeba kutokana na udhaifu wake. Kwa yani key reason ya nyinyi kumove ni upendo. Upendo yani unabeba vitu vingi sana. Yani kabla hamjaja kwenye matumizi, kwenye finance, kwenye nini, kwenye upendo ndio kila kitu. Sisi tumeweza kufika hapa kwa sababu moja tu, upendo. Kwao mlinikataga. Walikukataa? Walikukataa kwao? Yaani walikuwa na doubts nyingi. This man amepambana sana. Amepambana sana. Yaani kuna mazingira anatokea unaambiwa wewe. Unajua zile aseme tu, lakini reality ni kwamba before kulikuwa kuna vikwazo vingi sana hapo katikati. Yaani hawakutaka mwanamke wa design yako au ilikuwaje? Aseme mwenyewe. Au hawakutaka yeye aoe kwa wakati huo? Sio kwa wakati huo. Sio kwa wakati huo. Ya kwenye familia ujue kuna zile ambapo ukileta mada mezani hasa kwamba unataka kuoa, yaani lazima wazazi wako wataki kujua ABC za huyo mwenzako. So unawaambia vizuri tu baba ni mtu fulani. Sasa kidogo wazazi wangu walikuwa na doubt kwa sababu ilianza kwamba huyu jina lake ni Neema Mfaume. Ile neno Mfaume lile kana unza kichicho. Mfaume ni wale tunawajua au Mfaume yupi? Alicha hilo kwa sababu jina la Pwani hilo. Kwa hiyo jina la Pwani pia baadhi wanaliakisi ile jina ni Waislamu. Kwa hiyo nataka kujua je, chimbuko la familia yake likoje? Na ni kweli chimbuko la familia yake kuna Uislamu. Lakini yeye wazazi wake pamoja na baadhi ya ndugu zake
wali wa Kristo, yani wameingia kwenye wokovu wakiwa tayari watu wazima. Sasa issue ilikuja ni kuelekeza jambo lieleweke. Unajua si bibi nimezaliwa kwenye familia ambayo ina ndani yake na Ukristo. Kwa tutokea mwingi kuliko Uislamu. Afu asikia anaoa kwenye familia labda ya Kiislamu. Kwa kulikuwa na hiyo kama hilo na nini. Unajua wazazi wanataka kujua. Kingine ilikuwa ni issue ya kabila. Sometimes lazima mtu atakujua kabila. Ni kabila gani? Wakijua kabila fulani wana ili kabila hapana. Sasa mimi nilileta ni Makonde. Okay, Makonde huyu Makonde wapi? Yukoje na tabia zipi na nini? Lakini kitu ambacho kiliatia moyo ni hilo mimi upendo wangu kwake. Yaani despite ya kusema yote kwa muda wote mimi bado nilikuwa naambia mtu wangu ni huyu ni Neema. Kwa hiyo licha yote wasema Samarangu kama wewe umeamua kukaza basi hiyo ni lako na maisha yako. Kwa hiyo tufanye kile ambacho wewe unataka na utaishi nacho, kwa sababu sisi kama wazazi tushafanya maamuzi. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu yani, lakini wewe ziamini yani since familia zetu zimeungana, yani wazazi wamekuwa marafiki. Yani wao wanapendana nadhani kuliko hata sisi. Yani wanapendana sana. Kitu chochote. Yani wazazi wetu wanawasiliana, wanapigana simu, yani wanajuana. Unajua kwenye yani mfano ukweni kwangu mimi ndio wanaweza wakaniambia hivi, unajua nyumbani kuna mtu anaumwa. Yani wao ndio wananiambia mimi sijui. Kwa wanawasiliana. Ni kama ukuta familia zimeungana na zimependana. Kwa sababu since tuko wameenda wakafahamiana, wakajuana walipokuja kwenye ndoa, wakajuana, yani kumekuwa kama na bondi fulani ambapo wenyewe tumependana. Kwa hiyo kitu ambacho kimeunganisha ni sisi na ile kupendana kwetu. So cha msingi ni huo upendo. Kingine kusameheana. Yani mimi bila kumsamehe huyu baba msingefika mbali, tusingefika kokote. Kuwa mwepesi wa kusamehe na kusahau. Yani you need to know kwamba unaishi na binadamu, sio malaika. Anakosea, anateleza. Kaa chini muelekeze, hapa umekosea, hapa umezingua, hivyo na kumsamehe, maisha mengine yanaendelea. Kwa upendo, kusameheana. Sawa. Nimeona kwenye mitandao ya kijamii ni comedian mmoja analalamika, aliandika waraka mrefu sana, analalamika kwamba alikuwa na mahusiano na binti, alafu baadaye huyo binti wazazi wake wamemlazimisha olewe na mwanaume mwingine kwa sababu huyo mwanaume ana pesa, yule comedian hana pesa, ni either anafanya mishi ambazo ni za kihuni na nini. Sasa nyie kama wanandoa na kwa experience yenu, nikiangalia story inafanana kidogo, sio sana, kwamba huyu Neema nyumbani walimkataa kulingana na jina lile, walihisi labda ni Muislamu na nini, bado kwa wamepambana mpaka wazazi wakakubali. Hiyo mna ujumbe gani kwa wazazi? Mimi nadhani inategemea na familia hiyo imetokea. Je, familia zinatofautiana. Mara nyingi familia za standard ya juu, standard ya maisha ya juu, huwa hataki kuona mtoto wao anaoa na kuolewa kwenye familia standard ya katikati au ya chini. Lakini kwa familia standard za katikati, whatever itavyokuwa, yani wewe utapoenda. Ila kuna hizi issue za ukabila na udini pia bado zinaendelea, lakini na fedha pia na financial. So lako silimebase kwenye financial pia. Nadhani kuna ile issue ya wazazi kutokuona mtu unatuletea anafanya nini, yani kipato rasmi kinatoka wapi kwake. Inaweza kuwa mtu alomsema ana hela, yeye amemsema ana hela, ni kwamba baba tu anafanya kazi tu benki, alipa mshahara wa kawaida baba milioni 2, ila anafanya kazi kwenye taasisi rasmi, anajulikana. Lakini ukimwambia huyu mwingine anafanya kazi gani, unasema ni mchekeshaji. Kwa hiyo unakuta kama wazazi wanasema hani mpaka watu wacheke ndo apate hela. Umeona? And sometimes unakuta huyo comedian ana pesa nzuri kuliko hata anayefanya kazi benki. The case ni kwamba sasa hivi kujitafuta kumetofautiana. Kwa sometimes unakuta mtu atoki ndani lakini anaingiza pesa. Anaingizaje? Kuna vitu anavifanya online, anatengeneza contact au anatengeneza mambo ya AI, anatengeneza vitu kwa kutumia, anajifunza hizo artificial intelligence, anafanya, anajipatia pesa. Au yupo YouTube anafanya mambo ya YouTube, anachambua vitu online, anapost, anapata viewers, anapata pesa. Tofauti na mtu sasa hivi paka washe gari, aende ofisini, aende kwenye kiyoyozi, akae kwenye kiti, afanye kazi masana na arudi nyumbani. Huyu anaaminika sana kwa Kiafrika kuliko mtu ambaye anapata kazi kwa njia rasmi.
Inaweza kuwa kwamba comedian ya kuaminika kwa sababu ukimwambia bwana huyu ni mchekeshaji na kazi zake mpaka apate platform, watu wacheke, apate hela, inakuwa haaminiki kama ukisema bwana huyu anafanya kazi benki au anafanya kazi serikalini, mshahara wake fulani, anaendesha gari fulani hata kama la mkopo, au sasa naamini kwamba huyu ana hela. Kwa sababu wao pia wanaangalia needs zao baada ya nyinyi kuwa pamoja. Yaani mbona sasa waangalie bwana huyu atatusaidia nini kama hao wakiungana. Kwa hiyo pia natokea wazazi pia wanataka kujua mwenzako ana nature gani, kama sio mtu kutafuta pesa au mtu kutafuta pesa sasa, au ni mtu ushauri sasa na ujumbe gani kwa wazazi wa design hiyo? Wazazi sasa hivi bwana, maisha yamebadilika. Maisha sio tu mpaka mtu anaendesha gari au anaenda ofisini anarudi nyumbani ndo anaweza kuona, ndo anaweza pesa kumoa. Siku hizi kuna kazi nyingi sana, kazi za online, kuna kazi ambazo mtu sio lazima ameajiriwa akanajipatia kipato. Kwa hiyo tutoe ile mentality kwamba mwanangu aolewe na mtu ambaye anafanya kazi rasmi. Na kingine, mambo ya kukubali upendo wa watoto wao. Sometimes mambo ya dini na fedha na kabila anza kaingilia, lakini kama upendo ndo umewaunganisha wale watu wawili, mnaweza mkawapa room ya wao kufanya kitu pamoja, kwa sababu mwisho wa siku ni familia ndio inahitaji tengenezwe pale. Kama mtu yupo tayari kumchukua mtoto wenu au mtu yupo tayari kuwa na mtoto wenu, inabidi muangalie tu huyo mtu ana mazingira gani. Kwa kama mnaona kabisa mazingira ni very negative kwake, japo wapo kuna watu tu wanaita ukwenu mara kwanza mpaka mnajuta kwamba huyu mtu kweli anza kama mko wetu ni kwaje. Ndio tabia hizo zipo, lakini kwa sasa hivi wasio na mentality peke yake ya kuangalia kwamba huyu ana pesa basi ndio amoe mtoto wetu. Sometimes upendo unahitajika, pesa peke yake sio kila kitu kwenye upendo. Mfano mimi personally, mume wangu hawakuanza kumjaji sijui anafanya kazi gani. My dad aliangalia, aliniuliza swali moja, do you love that man? Nikamwambia yes. And by the way, kama ambavyo mimi kwao nilikuwa nasikika, mimi kwetu mume wangu alikuwa nasikika hivyo hivyo. Kwa hivyo mimi babangu mzungu sana, yani anaweza akakuita ambaye niambie sasa una boyfriend. So from the very first time ananiuliza ni Ima, hajawahi kusikia mtu mwingine zaidi ya Ima. Kwa hiyo ilikuwa tu anakaa ile anakushauri, Ima, okay, is it well? Yes. Anakuja lini? Muda ukifika atakuja na nini. Lakini hajawahi kukaa kujaji like anafanya kazi gani, anaingiza kipato kiasi gani. Hajawahi kujaji. Kitu pekee ambacho aliwahi kuniuliza ni kwamba ana elimu gani. Na sio kwamba anataka labda mtoto wake aolewe na mtu mwenye PhD. No. Yes, tu ile kutaka tu kujua. Yes. So wazazi, white collar jobs sio kila kitu. Yani tusibezi kwenye white collar jobs. Mnawanyima watoto opportunity ya kufurahia maisha. We live once, we die once. Unaishi mara moja, unakufa mara moja. Kazi ya mtu isiwe sababu ya kumnyima mke. Yes. As long as hiyo kazi ni halali, inampa kipato, sio mwizi, sio mtakatishaji fedha. Yani as long as hicho kipato ni halali, basi wacha ni watu wafanye maisha yao. Ni baraka tu za wazazi zinatakiwa, maisha mengine yanaendelea. Mahusiano sasa ambayo sio rasmi miaka 11, si ndio? Mliwahi kuanguka dhambini katika huo muda? Tumewahi kuanguka dhambini? Kikweli ndio. Ndio kuanguka dhambini. Sawa, sasa kama mlikuwa na mahusiano ya miaka 11 na mlianguka dhambini, nadhani mlianguka mara nyingi tu, sio mara moja au mara mbili. Mbona una boldi? Tunataka kuna kitu tunataka tukiweke sawa hapa, kwa sababu sisi wakaka sasa hivi tunakutana na changamoto sana. Unakuta umempenda mdada alafu anakuambia hatuwezi kufanya hicho kitu mpaka unioe, hatuwezi kufanya hicho kitu mpaka ndoa. Kwa sasa nyie tayari ni maloli modo wetu sisi ambao hatujaoa. Siwezi kusema hivyo. Tujue siri ya mafanikio ni ipi. Je, hicho kitu, kutokufanya hicho kitu hadi muoane, je inasaidia kuoana kweli na ndoa ikadumu, au ni nyie mna mtazamo upi? Kwa sababu nyie
mlianza na mkaanguka dhambini, lakini mwisho wa siku mmeoana na tunaona ndoa yenu ina furaha. Hakuna guarantee. Hakuna guarantee. Yaani kuna watu wanaweza wakakutana hawajawahi kuwa na intimacy na bado wasidumu, na hizo kesi ziko nyingi sana. Na kuna watu ambao wanaweza wakakutana wakawa na intimacy au ndo hivyo wakaanguka dhambini, lakini mwisho wa siku wakawa na ndoa nzuri sana. Neema ya Mungu, rehema ya Mungu, umekosea omba toba. Lakini hiyo haina guarantee kabisa kwamba ukikutana na mwanamke kwamba nyie ndo mtadumu sana, au usipokutana na huyo mwanamke mkaenda kukutania kwenye ndoa, mwingine unakuta hajakutana na huyo mwanamke anaenda kule baba asimami jogo hapa awiki hiyo ndoa itakuwepo? Hamna hiyo ndoa. Au unakutana na wewe anakuambia tusikutane, lakini kuna mshikaji huko anajipigia vizuri tu so unamshauri nini kijana ambaye amempenda binti, lakini huyo binti anamwambia kwamba hatuwezi kufanya hivi mpaka tutakapooana au mpaka utakaponioa? Mna ushauri upi kwa huyo kijana? Asubiri tu. Mimi ushauri wangu bwana ni mgumu sana kwa sababu mimi bwana maisha sasa hivi yamebadilika sana, na wengi wenye umri huu yani ambao nakuja kuolewa na nini ni wengi ni kuanzia miaka hii Gen Z, yani watoto 2000, wachache sana kwenye hii milenia hapa. Lakini sasa hivi maisha yamebadilika, mfumo wa maisha umebadilika. Nicho kujigundua kwenye hizi uzima wangu, sasa hivi kuna wanawake wana magonjwa mengi sana. Yaani magonjwa sasa kama sio kama ya kuambukiza labda sijui nini, kuna magonjwa mengine unakuta mtoto mdogo tayari ana shida ya shingo ya uzazi, sijui nini, sijui mayai, upungufu nguvu za kiume, nguvu za kike. Yaani vitu viko vingi sana kiasi kwamba unaweza ukabeti, yani kama ndoa alafu unasema tusifanye lolote, ni kama una beti. Yani hujui mwenzako yukoje, alafu saa kingine anaanza akakuzuia wewe usifanye, yani usifanye amuzi la kukutana naye, lakini ukakuta yeye kwenye ndoa anakutana na wengine au ukakuta sio bika na hujui nani yake body count ni ngapi. Mwingine unakuta sio bikra sawa, lakini anakwambia mimi wanaume washaniumiza sana, nishakaa kwa mahusiano haeleweki. Sasa hivi imefikia hatua mimi nimemrudia Mungu wangu, sitaki dhambi, siwezi kufanya hicho kitu mpaka unioe. Sasa na huyo mkaka unakuta sasa naye ana ule wasiwasi bado, anataka aone kwanza yani. Mimi bwana hapo niweza kwambia tusiingie kwenye huo mtego. Huo mtego utakuhukumu. Mimi sema kweli niwaambia, ni dhambi kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa. Ni uzinzi kabisa. Ni kitu ambacho hakipingiki, ni dhambi. Ila lakini hapo kwenye lakini haitaki kuhalalishwa, ila inabidi utafute namna yoyote ya kujua yani uzima wa mwenzako. Yani uzima na maanisha ujue kama kweli ana uwezo labda kushika mimba. Kuna vipimo yani wa hospitali uweze kushika mimba, mzunguko wake uko vizuri, au mambo yake ya uzazi yako vizuri, au mwanaume labda angaliwe labda na nini, nguvu za kiume zipo na nini. Labda mkijihakikishia kwenye hilo, mkadumu kwenye uchumba bila kufanya na nini tendo la ndoa, mkafika toa ndoa, ni sawa. Lakini tofauti na hapo ni ngumu sana. Ni kama vile unafanya maamuzi kwa kuwa umefumba macho. Ni kweli Gen Z yani sasa hivi magonjwa kwa wanawake ni mengi yasio kuambukiza. Shida za uzazi, shida za wanaume zimekuwa nyingi sana, na huwezi kumotea mtu kwa kumwangalia tu kwamba huyu ni mzuri basi atakuwa na kila kitu kwa kizuri. Lakini mimi nakuhakikishia, nishapata ushuhuda nyingi, unakuta tu mtu unamwona msichana mzuri anamtongoza, lakini kwenye mahusiano yao yameanza anapewa shida mpaka anashangaa, yani huyu yuko hivi. Utaka kumwambia mimi labda mzunguko wangu uko hivi, mpaka washangaa mbona mzunguko wa kawaida wanawake wengine uko hivi wako uko hivi.
unakuta labda siku nani mtu anakwambia au mimi hivyo napata hivyo labda si uchango sijui nini. Unaona mbona unaonekana kama nje vipengele vingi. Sasa kwa kweli utakuwa mzima kwenye issue ya uzazi kama tu unapata shida kwenye mzunguko. Umeona zile au mwingine anakupa magonjwa yake mengine unasema mbona unaonekana kama yani Speaking of that Gen Z, hiyo issue ya Gen Z, so kwamba tunawaattack Gen Z, no, ila mimi niko kwenye afya, mimi nafanya kazi sekta ya afya. Yani kuna vitu unaweza ukakutana navyo mpaka ukasema, unamuuliza una miaka mingapi? 16. Huyo wa miaka 16 ameshafanya abortion tayari, ana magonjwa mengi tu ya ngono, yani tena unakuta ana chronic kaswende, chronic kabisa. Kwa yani unaweza kusema wewe huku unasema this is my wife to be, simgusi, lakini huku yani kuna wakati unakutana na vitu mpaka unasema Mungu wangu, huyu naye mtoto mdogo hivi hata 20 years hana. Kwa so kwamba tuna attack Gen Z, narudia hapa hiki kipande kikirushwa hapana, sio kwamba ni wao tu, lakini society ya sasa hivi iko very corrupt. Kwa nao unawashauri vipi wadada sasa wenye tabia hizo? Wenye tabia zipi? Hizo za kusema mimi sikupi hadi unioe. Ama ni ya mioyo yao ya moyo. Au waache hiyo tabia. Hapana. Huko ni kuchochea uzinzi, lakini wewe amani ya moyo wako ya moyo. Sawa. Mna la ziada sasa kwa watu wanaowatazama? Usimkatie mwanadamu anayepumua tamaa. Ukimaanisha kuwa huyo uliye naye ni bora. Yaani wewe mdada, mwanaume uliye naye ni bora, ila haujaamua kumfanya, yani ile manifestation sasa, udhihirisho ule unaweza kumfanya, yani unaweza mwanaume ni kama kinyonga, according to my experience. Mwanaume ni kama kinyonga, utakavyoenda naye ndivyo atakavyokuwa hivyo hivyo. Ukimfanya awe mwekundu atakuwa mwekundu, ukimfanya awe wa kijani atakuwa wa kijani. Siri kubwa kwa mwanaume, mimi ambayo imenifanya nimevuka kwenye hii hatua ya mahusiano mpaka ndoa, ni kumheshimu mwanaume. Mwanaume silaha kubwa. Kuna watu wananiambiaga, tena wewe wa Mtwara wewe, watu wa Mtwara wanaloga. Uchawi mkubwa ambao mimi nimewahi kupossess ni kumheshimu baba wa watu. Respect your man, support kile anachokifanya, focus na mindset yake, msupport kwenye kile anachokiwaza kuhusu maendeleo, mtafika tu. Lakini pia katika hayo yote, God first, Mungu kwanza. Yes. La ziada kwa ndugu watazamaji? Kwanza upendo. Kama upendo hakuna, na upendo umeletwa na kitu au umeletwa na watu, ni ngumu sana kuvuka. Yaani upendo inabidi uwe kati ya watu wawili, isiletwe na kitu kama pesa au mavazi au maisha marahisi. Watu wengi wanashindwa kuvuka kama upendo umeletwa na kitu, ila uletwe na watu wenyewe. Yaani mjuliane, kwa sababu tumeanza kupendana sisi tukiwa tunasoma. No one ambaye anajua kama atakuwa mfamasia, mimi nitakuwa engineer. Lakini mpaka tumefika hizo hatua, tulikuwa pamoja. Tumemaliza mtihani wa form 6, tumemaliza mtihani wa chuo, tumemtaani tunajitafuta. Lakini vyote tumevumiliana. Hatujawahi hata siku moja tukashindwa kusema kwamba bwana hebu fanya maisha yako nifanye maisha yangu. Hatujawahi kutokea kwa kipindi. Yaani hatujawahi kuachana hata kwa wiki. Yaani hata kwa siku 2. Yaani kwamba to break up, tukarudiana baadaye, haijawahi kutokea. Kwa hiyo kipindi chote hicho amejua mimi napenda nini, nataka nini, nina future gani, na mimi nimejua anapenda nini, anataka nini na future gani. Kwa hiyo kwenye maisha yangu nimekuwa nikifanya vitu ili tutimize kila mmoja lengo letu. Nadhani hilo ndio jambo la muhimu. Lazima kila mmoja ataki kutimiza ndoto za mwenzake. Ni ngumu sana mmoja akiwa anataka kutimiziwa peke yake. Yaani ukiwa unataka kutimiza peke yako, hasa mwanaume kumtimizia mwanamke tu,
ni kazi, ila mwanamke pia inabidi ajue mume wake anataka nini, amtimizie boyfriend wake, mchumba wake, boyfriend wake. Kwa hiyo hasa wanawake wao ndo wawe wavumilivu. Wanaume wana muda mrefu wa kujitafuta. Ni ngumu sana mtu kujitafuta ndani ya mwaka mmoja akajipata kila kitu akawa nacho, afu mkaa kwenye mahusiano mkafurahia. Ni ngumu. Kuna watu wanatupotosha kwenye kumbi za sherehe, usishike simu ya mwanaume. Kwa habari ya simu, mimi nimeweza mpaka naoana na mume wangu, sisi ni mwili mmoja kwa kifupi. Kama nimeruhusu mwili wangu au miliki, mimi na umiliki mwili wake, what is sim? By the way, mimi na mume wangu tunatumia password moja. Yani password yangu ndo password yake. Kwa mimi naweza nikachukua simu yake muda wote ninaojisikia, nikafungua simu nikaingia popote. Same applies to yeye. Mimi naweza nikamwachia simu hapo nikaenda zangu kulala, akaja na simu yangu chumbani. So mara nyingi sana tunaambiwa sisi watoto wa kike kwamba usishike simu ya mwanaume, lakini hawamwambii mwanaume kwamba usiwe na mambo ya ajabu ya kumuumiza mke wako. Yes, so kwenye simu, kama mnaaminiana, unampenda huyo mtu, kwa nini umzuie kushika simu yako? And sometimes inasaidia. Kwa sababu gani? Ukimruhusu mke wako kushika simu, we mwenyewe utajidhibiti. Yani ile tayari ni one of the reason ya anashika simu yangu, kwa nini nifanye hivi vitu? Kwa hiyo jamani, sisi tuna ndoa changa, msije mkatuambia tuna kiherehere. Lakini kwenye swala la simu, acha watu washike simu. Shika simu ya mwenzio. Yani eti siyo simu ya mwanaume usishike. No. Shika simu ya mwenzio. Kuwa huru, shika simu ya mwenzio, itakusaidia hata kumprotect yeye. Mimi mume wangu nashikaga simu yake. Kuna time, of course, sio kwamba ukuti ujinga, unakuta, lakini unakuta yeye mwenyewe sasa inamtune kwamba hivi vitu mke wangu akiona ataumia. Wanasemaga happy wife, happy life. Ili mimi nifurahi, yeye asifanye vitu vya ajabu. Kwa wazazi wetu, tusaidieni, yani kwenye kumshauri mtoto wa kike, basi msibezi upande mmoja. Yani hawataki kubezi upande mmoja. Washauri na wa kiume. Washauri na watoto wa kiume pia. Asajili line ya kando. Hilo hapana. Hapana. Yani kwenye simu wanatuumiza, yani wanabezi upande mmoja sana. Kwamba mwanamke simu sijui nini, lakini ukiangalia kwenye ule uhalisia kabisa, you need to be free. Nimekupa mwili wangu, what is simu? Kwa ndo hivyo. Sasa nyie mpo kwenye ndoa, watu wanahitaji muwamotivate sasa. Maana wengi wanaambiana maneno matamu wakiwa kwenye uchumba, wakiwa ndo wameanza penzi jipya. Yani unasikia watu wanaambiana maneno mazuri, wanaitana majina mazuri, watu wanasema vina muda basi, sijui wataachana tu. Sasa sisi leo tunataka nyie wawili mzungumze wenyewe, mwambiane maneno mazuri, mkumbushane moment nzuri ambazo mmepitia kwenye ndoa, sio kwenye uchumba, kwenye ndoa, lakini pia mpeane ahadi nzuri nyie wenyewe. Mume wangu, kipenzi changu, since tumekutana for the first time, imekuwa ni safari ndefu sana yenye mabonde na milima. Kipindi kigumu ambacho tumewahi kukipitia, you remember tulikosaga hadi buku ya umeme. Ndio nakumbuka. So kipindi kigumu kimetufanya leo tuwe hapa. Maybe tusingepitia kile kipindi kigumu tusingekuwa hapa. Personally na appreciate yale magumu yote tuliyoyapitia, kwa sababu kwanza yamekuimarisha wewe kama mwanaume. You are who you are today kwa sababu ya vile vitu vigumu ambavyo umevipitia. Wanasema tunataka ku appreciate mema na mabaya kwenye maisha. Wakati mwingine mabaya huwa yanatufundisha kesho yako inakuaje, ukikutana na jambo ambalo linafanana na hiyo inakuaje. So personally na appreciate kila gumu, hata vile ulivyokuwa unanilizaga vile vidada vikiwa vinapigaga simu. So na appreciate kwa sababu imenifanya leo nisifocus na simu zako tena.
So I appreciate kila kitu ambacho tumekipitia, lakini pia tuna room pia kuendelea kufanya maisha yetu yawe mazuri zaidi, as we always do. Tunaishi maisha yetu. So I cherish you, I love you, I appreciate your presence. Mungu wa mbinguni akutunze. Nakupenda. Mimi nakupenda sana. Nipende kusema tu safari yetu ndefu, lakini mpaka leo tunaiona kama fupi. Yani hatujaona kama tumetumia muda mrefu kufika tulipo. Na safari yetu hii ya ndoa ina miezi 2 sasa. Ila hatujioni tukiwa tumebaki hapa. Tuna ndoto za kuwa na familia kubwa, tuongeze rafiki zako watakuja. Tuje kufilisi pesa zako. Pesa zangu. Lakini nitaendelea kukupenda leo, kesho. Ukija na rafiki zako pia nitawapenda. Rafiki zangu wapi? Utakawazaa. Ndugu zako taleta nitawapenda. Na kingine naomba Mungu tu hatua tunazozipiga kwa ili tunapambana ili tujipate, yani tufike pamoja. Yani tusifikie hapa. Hii sio level yetu. Tufike pale ambapo mawazo yetu yanataka tufike. Amen. Ni hayo tu. Tunahitimisha kipindi cha The Wedding Cycle. Tulikuwa na maharusi ambao tayari wamefunga ndoa na ni ndoa changa kabisa ya miezi 2. Na tumaini umejifunza vingi sana kupitia mazungumzo haya na kupitia kipindi hiki ambao yatakujenga kwenye mahusiano yako, ewe bibi harusi au bwana harusi ambaye unatarajia kufunga ndoa. Karibu kwenye kipindi cha The Wedding Cycle. Wakati mwingine huenda ukawa ni wewe mgeni wetu. Karibu sana, naendelea kutufuatilia. The Wedding Cycle.